Na mwali gani ndugu mpenzi mtazamaji wa TRC Mzundu TV and NDC. Leo hii tena tuko ndani ya viunga hivi ya TRC Mkata. Na lengo kubwa lililotuleta hapa kama ambavyo nimekujuza toka jana ni kuhudhuria mafunzo ya utunzaji wa mazingira ikiwa chini ya mradi wa shule bora. Na mafunzo haya kwa kwanza yamehusisha maafisa kutoka halmashauri ya wilaya Handeni, lakini na waratibu elimu kata pamoja na walimu wakuu wa shule mbalimbali zilizoko ndani ya halmashauri ya wilaya ya Handeni. Ni siku ya mwisho leo tunahitimisha mafunzo haya ambayo yamechukua takriban siku mbili. Katika kuhitimisha hili nimezungumza na baadhi ya washiriki na wao walikuwa na haya ya kuyasema. Kwa majina naitwa Robert Mafaru, ni afisa elimu kata ya Kodizinga. Tumekuja kwenye mafunzo yanayohusiana na mazingira ambayo yamepata ufadhili wa ndugu zetu wa shule bora ambao ndio wamewezesha mafunzo haya yafanyike kwa siku mbili hapa TRC Mahalango Mkata kwenye halmashauri yetu ya Handeni. Na ninashukuru kwa sababu masuala ya mazingira ni masuala mtambuka ambapo tunawezeshwa, tunapitishwa, tunafundishwa ili twende shuleni tukawawezeshe watoto, walimu pia na jamii inayozunguka ili waweze kuwa mabalozi kwenye mazingira, kwa maana pale shuleni wanafunzi wajengewe utamaduni wa kuyapenda mazingira, wajengewe utamaduni wa kuhakikisha kwamba hata mali ambazo ziko kwenye mazingira yao waweze kufanya utunzaji, lakini pia washiriki shughuli mbalimbali za kutunza mazingira, kupanda miti, lakini pia kutunza majengo na samani mbalimbali na miundombinu mbalimbali. Kwa hiyo kuna faida kubwa sana ambayo inapatikana kupitia mafunzo haya masuala ya mazingira katika kutunza na mazingira, na pia kuwa na utamaduni ambao ni endelevu kwenye masuala ya mazingira. Kwa hiyo tunashukuru sana mradi wetu wa shule bora kwa ufadhili huu na kuhakikisha kwamba wataalamu wa mazingira wanatukutanisha na kutupa hizo elimu ambayo itawasaidia watoto wetu na vizazi vijavyo pamoja na jamii kwa ujumla kwenye mazingira ambako tunatoka. Nashukuru sana. Kwa majina naitwa Maisha Makula, ni afisa mazingira kutoka halmashauri ya wilaya Handeni. Tumekuwa na mafunzo ya mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi ambayo yanafadhiliwa na mradi wa shule bora ili kujengea uwezo maafisa elimu kata na walimu wakuu wa shule za msingi ili kufahamu mbinu bora za utunzaji wa mazingira na uhifadhi wa miundombinu ya shule na mazingira yote kwa ujumla. Lengo ni kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi, pia kampeni mbalimbali za utunzaji wa mazingira kama upandaji miti. Kupitia mafunzo haya tumetoka na mpango kazi mmoja wa kuhakikisha kila shule inakuwa na zoezi au jukumu la upandaji miti, pia ufufuaji na uendelezaji wa kilabu zilizopo mashuleni. Na kinachofuatia kwa sasa baada ya mafunzo haya, ikiwa kama jukumu letu wawezeshaji na maafisa mazingira, ni kuendelea kufuatilia yale yote ambayo tumekubaliana kwenye mafunzo haya ili yawe na tija katika maendeleo ya shule zetu katika halmashauri ya Handeni. Nichukue fursa hii kupongeza mradi wa shule bora. Pia tunatamani sana kwa siku zijazo wawe na mafunzo tena ambayo itahusisha wadau wengi zaidi wa utunzaji na hifadhi wa mazingira ili kuendelea kupeleka mbele ajenda ya utunzaji wa mazingira katika halmashauri yetu ya wilaya Handeni. Asante sana. Musa, mkuu wa shule ya msingi Mkata. Niko hapa kwa ajili ya mafunzo ya utunzaji wa mazingira ambayo tumefanya kwa muda wa siku mbili. Kimsingi mafunzo haya yamefadhiliwa na shule bora ambapo tumepata mambo mengi sana kuhusiana na masuala ya mazingira. Kwa maana kwamba tumetambua
mambo ya msingi ya kuzingatia ili kutunza mazingira yetu maeneo ya kazini, lakini pia na kule nyumbani. Tumeelekezwa namna ya kushirikiana na jamii katika kuhakikisha kwamba tunayatunza mazingira ya shule, lakini pia na mazingira ya nyumbani. Tumejifunza namna mbalimbali za kuboresha mazingira, ikiwemo uandaaji wa vitalu pamoja na kuwa na mipango kazi ya namna ya kuyatunza mazingira. Kimsingi mafunzo haya ni muhimu sana ukizingatia na hali halisi ilivyo kwa sasa. Maana kwamba mazingira yamekuwa yanaharibiwa sana. Hivyo kwa upande wangu mimi mafunzo haya nitakwenda kuyatumia, moja, kwa ajili ya kuboresha mazingira yangu ya kazi pale nilipo, lakini pia kuwashirikisha wanafunzi namna bora ya kutumia mafunzo haya ambayo ninayo mimi, ili waweze kuhusiana mimi pamoja na walimu wengine katika kuyaboresha mazingira ya shuleni, lakini pia na mazingira ya nyumbani. Asante sana. Naitwa Monica Mbiu, mwalimu mkuu wa shule ya msingi Udigunda iliyopo kata ya Mkata, wilaya ya Handeni. Leo tumekuwa na mafunzo kwa muda wa siku 2, mafunzo ambayo yalikuwa yanatolewa chini ya mradi wa shule salama. Tunashukuru mafunzo haya tuliyoyapata kwa muda wa siku 2 yanakwenda kutuletea mazingira mazuri tunapokuwa shuleni. Katika mafunzo haya tumejifunza vitu mbalimbali. Tumejifunza namna ya kutunza mazingira, lakini pia tumejifunza namna ya kutengeneza kamati ya Eco School ambayo itasaidia katika utunzaji wa mazingira ya shule ili yalete mvuto au yalete urahisi katika zoezi zima la ufundishaji. Na katika mafunzo haya pia tumejifunza namna ya kutunza mazingira kwa kupanda miti na kuandaa vitalu mbalimbali vya miti kwa lengo la kuleta mazingira mazuri na mazingira salama katika ujifunzaji na ufundishaji. Kwa hiyo tunawashukuru mradi wa shule salama kwa kutuletea mafunzo haya, na tunaahidi kupitia mafunzo haya tunakwenda kuyaishi yale ambayo tumepewa. Tutakwenda kuwafikishia walimu pamoja na wanafunzi pamoja na jamii ili waweze kujua umuhimu wa kutunza mazingira na yavutie watoto katika katika kujifunza. TRC Mzundu TV, hakika ni kisima cha maarifa. 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 Nikiripoti kutoka viunga hivi vya TRC Mkata iliyopo kata ya Mkata, halmashauri ya wilaya Handeni, mimi Nchisco wa TRC Mzundu TV, Handeni DC.